Shosti! Tusemezane. Hivi mnajua hii kalenda yetu tulionayo kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili ni sawasawa na ile kalenda ambayo Mungu alifanya uumbaji wake? Yes. Na katika uumbaji wa Mungu pia kulikuwa na muda wa mapumziko. Ndivyo. Kwa hiyo turudini tuanze kusoma katika kitabu cha Mwanzo 2:2 pale ambako Mungu baada ya kumaliza kila kitu akapumzika. Kama ambavyo sisi tunakuaga na weekends, ndio? Lakini pia tukiwa tunasoma Mwanzo tunaona kama ni siku ya kwanza, siku ya pili mpaka siku saba. Lakini kupitia kitabu cha Petro 2 mlango wa 3 mstari wa 8 nao unatukumbusha kwamba siku moja ya Mungu ni sawasawa na miaka 1000. Yes, kupitia Petro inasema hivi. Petro 2 anatuambia kwamba lakini wapenzi, mlisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Kwa hiyo kupitia ule siku ya kwanza, kwa tafsiri ya Petro inasema kwamba ni miaka 1000. Kwa hiyo Mungu alitumia miaka 6000 kuumba na akatumia miaka 1000 kupumzika. Ndivyo kulikuwa na uumbaji na mapumziko. Lakini pia kwenye udadavuzi wa uumbaji na mapumziko, hapa ndo tunapojua kwamba kuna vitu vingi viliumbwa kwa pamoja. Yaani Mungu alivyokuwa anaumba, let's say mfano ardhi, aliweza kutoa aina tofauti ya ardhi ambayo sasa hizi tunaona kwenye science, tunaambiwa ardhi inatembea, tunaambiwa ardhi, kuna ardhi zenye mchanga, kuna ardhi ambazo zina udongo, kuna ardhi ambazo zina mawe, kuna ardhi ambazo zina mchanganyiko wa mchanga na udongo na mawe. Vyote hivi ni mmoja mfano wa kwamba muda wote ambao Mungu alitumia kufanya uumbaji, kuna vitu vilifanyika vingi katika miaka 1000. Sasa imagine siku moja ya Mungu ilikuwa miaka 1000 na pia Mungu alipata muda wa mapumziko. Hivyo ndo tunavyoweza kusema kwenye maisha yetu ya kila siku kwamba tukifanya kazi Jumatatu mpaka Jumapili, hapa katikati tunakuaga na weekend, hapa katikati tunakuaga na holiday, hapa katikati tunakuaga na siku ambazo tunasema ni siku za mapumziko. Na ni kutokana na mapumziko yalianza tokea kwenye uumbaji, na pia kutokana Mungu alipata muda uliosawia kutengeneza varieties. Yaani kama vile walivyosema kuna siku aliumba samaki, aliumba sijui wadudu, aliweza kutengeneza varieties katika hiyo miaka 1000. Na katika hapo mwanzo pia tunaona kwamba swala la muda lilikuwepo, lakini Mungu ali-identify muda kwa namna yake. Ali-identify muda kwa namna yake kupitia Mwanzo mstari wa 15 nao unasema, Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Na hiyo repetition tunaiona kwenye kila baada ya uumbaji. Na pia akatenga muda wa majira, nyakati na miaka hapo kwenye Mwanzo, ambao tunaona kwenye Mwanzo mstari wa Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 14, Mungu pia akaweza kuweka nyakati, nayo Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu ili itende kati ya mchana na usiku, nayo iwe dalili ya majira, siku na miaka. Yes. Mwanzo Mungu alikuwa na muda wa kuumba kwa siku, na pia Mungu akaenda to details kwamba aliweka muda katika kila siku moja, na pia aliumba kuwe na muda. Na lengo la Mungu kuumba kuwa na muda ni kuidentify mchana na usiku. Na pia kupitia muda Mungu pia akamuumba binadamu. Kabla hata ya mapumziko, Mungu akaumba mwanamke na mwanaume, na pia akaja akamuumba binadamu, akamuumba Adam kama Mwanzo 1 inavyo. Mabinti wenzangu, wanawake wenzangu wenye jinsia ya kike, hebu tuongeeni vizuri. Hivi duration gani tunapaswa kukaa na pedi? Yaani ukivaa asubuhi, how many hours ambayo ni proper ambayo tunatakiwa tukae na. Haya wafanyabiashara wenzangu, tunakuaga na huu msemo tunasema
biashara hii ina mzunguko, biashara hii haina mzunguko. Yaani kuna mizunguko ya biashara, mizunguko na mizunguko na mizunguko, lakini leo naomba tudiskasi kuhusu mzunguko wa biashara. Kwanza tunatakiwa tujue nini maana ya mzunguko wa biashara, nini kinasababisha tuwe na mzunguko huu wa biashara, vitu gani hubeba uhalisia wa neno au maana halisi ya mzunguko wa biashara. Njoni sasa tuzungumze. Kwenye mzunguko wa biashara ni vile ambavyo kuna mauzo, manunuzi. Yaani lazima kuwe na hivyo vitu viwili kwenye mzunguko. Kwenye kila mzunguko wa biashara lazima kuwe na mauzo na manunuzi. Na hapa kwenye mzunguko wa biashara kuna vitu viwili, demand and supply. Demand ni pale ambako tunasema kwamba ni mauzo, na supply tunasema ni manunuzi. Njoni tuzungumze taratibu kabisa ili tuelewane, ili siku tukisema kuhusu mzunguko wa biashara tunaelewana. Demand, mzunguko wa biashara ni pale ambako mfanyabiashara hufanya manunuzi ya bidhaa fulani kwa ajili ya mauzo ya bidhaa hiyo, na pia mteja hufanya manunuzi ya bidhaa hiyo kwa ajili ya matumizi. Au pia mfanyabiashara mmoja ananunua mzigo mwingi ili kwa ajili ya mauzo, anafanya manunuzi kwa ajili makubwa kwa ajili ya kwenda kusupply, ambako ni kufanya mauzo madogo madogo. Yote hiyo ni structure ya mzunguko wa biashara. Hapa ni kata. Sawa, hii ni kata. Hii hapa ni kata ambayo ina meno ambayo ni kama nini? Ni kama visu, sawa? Ambayo hii kata inakuja na mfuniko wake huku ndani huko hivi. Sawa? Kwa hiyo what do you gonna do ni kwamba asilimia kubwa hii kata ni ya viazi. So hiki ni kiazi chako, hichi hapa. Una kiwekea hapa hivi kwenye meno na kisha kiazi kinashika kwenye meno. Sawa? Alafu kupitia hiki you push through. Sawa? Ukipush through it, viazi vyako, kikata hapa, viazi vyako vinatoka hivi. Umeona? Hivi. Kwa hiyo inakuwa chips kabisa. It's ready for chips. Yaani vingi, asilimia kubwa ni kwa ajili ya kufikie. Na ujue kuwa nguo nyeupe zina matunzo yake. Nguo nyeupe ni kuziloweka. Nguo nyeupe ni kutumia dawa ya madoa ili hiyo nguo ing'ae na irudi kwa. Unaacha nje ya kanisa kabla hujaingia kanisani. Watu wengi tunabeba majivuno, tunaenda nayo ibadani na tunashindwa kumuona Mwenyezi Mungu kwa sababu tunashindwa kwenda pale kama watoto wake. Tunaenda pale kama ni kiongozi fulani, tunaenda pale kwa sababu ni content creator, tunaenda pale kwa sababu hatupaswi kwenda ibadani na sababu ambayo dunia imetupa. Tunapaswa kwenda ibadani na sababu ya Mwenyezi Mungu, kwamba tunaenda kukutana na Mwenyezi Mungu. So kama wewe kila siku kenda ibadani, it's all about you. It's all about kwamba unapaswa, kwa sababu unatoa michango mingi, kwa sababu unajulikana, kwa sababu ni unaimba sio kwaya, kwa sababu sio, kwa sababu nenda ibadani. Hiyo prideness uiache, kwa sababu unayemuendea, unayetaka kukutana naye sio mchungaji, sio mhubiri, sio wazee wa kanisa, sio waimba kwaya, sio waumini, bali ni Mungu. Sasa kama una ufu katika nafsi yako, ni pale ambako unaenda ibadani just for the sake of people knowing you, kwamba nisipoenda ibadani itakuwaje? No, unaenda ibadani kwa sababu you need to talk to God. Unataka uwepo wa Mwenyezi Mungu kwenye maisha yako. Uendi ibadani kwa sababu ya mamlaka ulionayo. So kama unaenda ibadani ukiambatana na vitu ambavyo havimpendezi Mwenyezi Mungu wakati wa kwenda. Imagine kwenye sehemu ambazo umesoma kwenye Biblia watu walivyokuwa wanakutana na Mungu. Imagine Musa angeenda kwa Mungu akamwambia, unajua Mungu, mimi hapa ninaongoza taifa la Israeli. Imagine Musa ange rise the pride kwa Mwenyezi Mungu alivyokuwa anaongea naye. Sisi tu hiyo nafasi ya Musa wengi wetu hatuna, lakini tunajikweza. Imagine tungekuwa na nafasi kama za Yesu. Hivi ingekuwaje?
Ingekuwaje unavyoenda ibadani akati hicho kitu kidogo ulichonacho ni kidogo ambacho Mwenyezi Mungu ndo amekubariki nacho, unaenda nacho pale kwake ni kama wewe ndo kila kitu. Yaani kama Mungu wewe ndo ana shida na wewe. Wewe huna shida naye. Unaenda pale mimi ni fulani, wewe ni fulani. Wewe ni mtoto wa Mungu. Hiyo wewe ni fulani ni dunia imekupa that ile jina kwa muda huo, au hiyo dhamana kwa muda huo kwa kipindi fulani, lakini inapaswa ukienda madhabahuni kwa Mwenyezi Mungu wako uende na heshima na adabu. Tusemezane.